Kuna fasi tunaweza tukaniwa, tunasaraulika, kumbe ni juu tulidelivre pepo zako. Nitakufanya Mungu mbele ya Farao. Tena inaandikwa Mungu mumajiskini. Vile uyue sema nyamaza, memwataanza kusemea ni Aaron. Autrement, Aaron hana droit ya kuinsulte begeye wala kiugumizi ya Moise. Donc faiblesse ya kinywa ya Moise njo ina rendre Aaron apate naye kazi naye akwe profete. Usikritike faiblesse ya grand, inaweza kuwa mlango ya kukunome na weye. Sio mimi naeleweka vizuri. Donc Moise hangi begeye, Aaron hangelipata kushuka. Exode chapitre 7 9, alafu tutashuka. Farao atakaponena nani na kuambia jifanyizie muujiza, ndipo utamwambia Haruni, shika fimbo yako uibwage chini mbele ya Farao iwe nyoka. Basi Musa na Haruni wakaingia kwa Farao, wakafanya hivyo kama Bwana alivyowaambia. Haruni akaibwaga fimbo yake chini mbele ya Farao, na watumishi wake ikawa nyoka. Amen. Muko tayari tufundishe? Au tumechoka sana? Tupo tayari? Au tuweke hii somo tufundishe dimanche nyingine? Ndio tunaanza sasa. Somo yetu tunaenda kumaliza na mlango wa Dani. Lakini leo tunasema, kichwa ya somo inasema niko na mkubwa wangu ambaye ana nguvu. Yokea wazee mwambie niko na mkubwa yangu mwenye iko na nguvu. Unajua mfamii kuwa na grand frère ambaye iko na nguvu ni heshima. Unaweza chokozana na unajua uko utaishia. Basi unajua vita yenye mimi sitaweza, ule grand frère anaweza kuiweza. Ni somo ambayo ina malengo mengi. Itakupa assurance katika maisha ya kiroho, na itakufunulia mambo mengi katika ufunuo. Nafikiri hautaisahau hii somo. Tulianza habari za Dani, inakuwa ni wiki 2. Kesho tutaanza mlango mwingine. Biblia inatuonesha wakati Yakobo amezeeka, anaanza kuwabariki watoto kwa maneno. Kila mtoto Yakobo alimpa baraka zake, na akamwambia jinsi itakavyokuwa maisha ya usoni. Wazazi mko hapa, jifunzeni kuwasemea watoto wenu mema. Wakati mwingine maisha ya mtoto inatembea na jinsi mzazi aliongea. Ni vyema kutafuta manabii mnavyozoea kwa sababu hamna imani. Lakini nabii wa kwanza ni mzazi wa mtu. Ana nguvu ya kusema kitu na kinamshika. Nabii wa pili ni wewe mwenyewe. Unaweza ongea vitu juu ya maisha yako na vinafika. Maisha ya watoto wengi imeharibika kutokana na neno zile wazazi waliosema. Ndio maana ukiwa mtoto jikaze sana, usikwaze moyo wa mzazi.
akiongea kitu kinaweza nasa. Tunaishi katika kizazi ambacho mnaheshimu sana wazazi wa kiroho kuliko hata kuona wa kimwili. Na ile ni shida. Mzazi wa kiroho asinge kuona kama wa kimwili asinge kuleta duniani. Kwa hiyo ni heshima kama mzazi wako bado yupo hai, mfanyizie mema ili apate kunena ingalao tamko litakaloleta baraka kwenye maisha yako. Ni heshima kuwa na wazee katika familia. Familia ambayo haina wazee ina laana. Na kaita watoto wake wote, niguse hawa wawili wa leo. Mmoja ule tunamjua Yuda, ni mtoto wa 4 ambaye Yakobo amemzaa. Na alikuwa mtoto wa baraka sana. Yuda aliitwa simba. Yuda wakampa fimbo ya kifalme. Kwa tafsiri nzuri, Yuda ni fimbo. Ni yeye anapashwa kuonesha njia. Ni yeye anapashwa tawala familia. Ni wa 4 lakini ni yeye anakuja na nyota ya kutawala. Kuna watu walimtangulia, lakini yeye akakuja wa 4 lakini akawa mkubwa kuliko wote. Kuna watu wanaweza kutangulia mkila kazi, haiko problem. Lakini jinsi ulikuya njoo ya maana, kwa sababu wanaweza chomoka na hawana ahadi, hawana neema, hawana agano, lakini wewe unachomoka na uko na nguvu za kuwatawala. Kile kitu kidake vizuri sana. Nyama imeumbwa mbele ya mwanadamu. Mwanadamu anaumbwa siku ya 6 nyuma ya nyama. Lakini Mungu anaambia mwanadamu utatawala. Donc c'est possible. Vitu vilivyo kutangulia wewe unavitawala. Mtu asikuintimidia tamu ya Mungu. Oh, hiyo tulikawia mwaibi. Hapana, anaweza kawia meiko tu inyora. Anaweza kawia meyajue kitu. Ambia ndugu yako usiogope mwale kutangulia mwe kanisa, asikwambie kitu. Nilifunua hapa nikasema watoto 2 walizaliwa mtumbu ya Tamari, mapasa. Wa kwanza alitoka na mkono, akushezi akaweka kamba ya rouge, mtoto akarudisha mkono. Ikamshangaza ule mzalishaji, akasema namna gani anaweza tosha mkono tena anarudisha ile mkono? Alafu kinachonibariki ni hekima ya mzalishaji. Akaweka kamba ya rouge. Maana yake nini? Hata kama alisharudisha mikono, lakini yenjo mkubwa, yenjo alitoka. Sio tunaelewana? Lakini sikia ufunuo. Wa pili akatoka na kichwa. Sawa, wa pili sana toka na kichwa, yenjo anaonekana wa kwanza. Kumbe kuna mtu mwenye iko mtumbu. Yenjo mwenye kamba iko kumikono yake. Sasa sana toka wa pili. Na waza wa kwanza alikuwa anapiga kifua kusema minjo mkubwa. Mwenye alibazalisha anayua. Wewe ulitoka na kichwa, mbele yako kuna mtu mwalitoka na mikono. Hata kama alirudia meyenjo wa kwanza. Ni ufunuo ya watu 2, Yohana Mbatizaji na Yesu Kristo. Agano la kale Yesu alitoka na mkono. Iko naandika mene tekeli peresi. Inaandika amri 10 ya Mungu. Kisha akarudisha kidole. Agano jipya Yohana katoka na kichwa. Ndio maana walikataka kichwa yake. Na Yohana akasema ajaye nyuma yangu ni mkubwa kunishinda mie,
Vile kamba ya rouge ilikuwa kwa mikono ya ule mtoto na damu ya Yesu kwa mikono yake Goligota. Anayetoka na kichwa alikatwa kichwa, memo alitoka na mikono alitufia Goligota. Ambia jirani usitoke na kichwa, hata maisha ya kuaparetre, toka na kazi, fanya kazi, mikono. Ndiona kuna watu wanasema walikutangulia, wanasema ni wakubwa zaidi yako, unaweza kuya wa nyuma na utawadomine. Je lève ma main droite, je déclare et je décrète et je prophétise. Kote kwenye utafika utadomine walio kutangulia. Nipe amen, Jehova anze yongeza. Nipe amen, Bwana anze yongeza. Kutangulia haiko shida. Nasikia mwalimu ataongea. Geukia voisin mwambie mwalimu ataongea. Yaani naongea mpaka viwango vikubwa vitabariki maisha yako. Sasa acha wasiwasi mu maisha yako. Yuda ni fimbo. Tuko hapa. Dani ni nani? Siisha fika. Yuda ni, Dani ni. Voilà pourquoi il faut respecter les aînés. Yuda ni mkubwa, Dani ni mdogo. Yuda ni fimbo, Dani ni nyoka. Nini na uwaka nyoka? Unaona kama grako anaweza kuua. Mtu akikutangulia uye kama yuko na maele ya nguvu kushinda. Tuko pamoja. Musa, Mungu anamtokea. Musa yuko anaenda, nasikia nyuma moto inawaka ngurumo. Nitageuka nione maono makubwa kama hii. Musa anageuka. Anasikia sauti. Anaona moto lakini haone mtu. Sauti inasema, Musa, usisogee hapa, ni nchi takatifu. Vua viatu vyako. Musa anavua viatu, anaanza sogea. Mungu anamwambia, nimesikia kilio cha wana wangu, mateso yao nimeyaona, nimeshuka kuwaokoa, lakini ni wewe Musa ndio utaenda. Musa anaambia Mungu, tafuta mwingine. Wewe peke unajua vitu vitatu. Ya kwanza, niko na konfli na Farao. Natafutwa Misri mimi, lakini bana wataniua. Ya pili ya nguvu sana, mimi ni nani ile niende niokoe taifa la Israeli? Farao ni mtu mkubwa na jeshi kubwa, mimi ni nani? Ya tatu, wewe peke unajua kisu uliniumbaka. Siyo isema ndawaokoa aena niko bubu. Kwanza wewe uko nasema ni nani? Anamwambia, mimi ni Mungu wa baba zako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa kuhani Ibrahimu, Mungu wa Isaka sadaka, Mungu wa Yakobo madhabahu. Anamwambia hata vile hayatosha na sitaenda. Mungu akamwambia, kuna kitu gani kwa mikono? Akasema, nina fimbo. Piga chini, inageuka nyoka. Sasa akasema, hata vile sitaenda. Uikamatie kumkia, anaikamata kumkia na geuka fimbo. Akasema, hata vile siko tayari. Mungu akaona ukiona iko nguvu, weka basi hayo kumbavu yako. Akaichia hapa, ukoma ikaanza ota. Sasa aliona anaanza oza, akamwambia, niko tayari. Mungu akamwambia, rudisha tena hayo. Karudisha, pafu kukapona. Akasema, sitaenda. Akasema, sitaenda. Musa alijua kama kuko bitu yenye mtu hawezi karamukia, ni kutumwa na Mungu. C'est le contraire na generation yetu.
Watu walikuwa naitwa na Mungu wanakatala, wanasema hii kazi sitaiweza. Meleo juu ya chômage mtu unalomba kazi kumilima, nitume baba, nitume baba. Ni kazi ya nguvu hii. Musa alikatala enda juu anayua adversaire. Na Musa anayua identite yake. Bado akamwambia Mungu, sitaki niende kwa Farao. Mimi sijue sema. Sali reconnaître faiblesse yake. Mungu akamwambia Musa ale muujiza ipafu. Wanse sema. Akamwambia okay, vile ujue sema. Nitakufanya Mungu mbele ya Farao. Tena inaandikwa Mungu mu majuscule. Nakufanya Mungu mbele ya Farao. Na Aaron, grand frère yako, ule Aaron, atakuwa profete wako. Vile uyue sema, nyamaza. Utakuwa Mungu juu Mungu asema kesemaki. Memwataanza kusemea ni Aaron. Autrement dit, mu révélation, Aaron hana droit ya kuinsulter Begeye wala kiugumizi ya Moise. Parce que kiugumizi ya Moise tu nampatia kazi. Donc faiblesse ya kinywa ya Moise ndio ina rendre Aaron apate naye kazi naye akwe profete. Usikritike faiblesse ya grand, inaweza kuwa mlango ya kukunome na weye. Sio mimi naeleweka vizuri. Donc Moise hangi Begeye, Aaron hangelipata. Kuna fasi tunaweza tukaniwa, tunasaraulika, kumbe ni juu tulidelivre pepo zako. Zilitoka kisha returu ikaturudilia. Sasa hauna ufunuo, naona jiunga na watu. Njo Moise anashuka Israeli, anaambia watu, ule Musa mwenye mnayua haiko tena ule. Mimi hapa kwa niko siko tena mwanadamu. Nishakuwa Mungu. Aaron akamwambia kini Musa, unakuwa na mazarao sana. Suku petit. Akamwambia ile termo usiseme tena. Mimi sasa niko Mungu na ngoja nikwambie na unakuwa na wewe nabii. Mungu akwambia Aaron anakuwa nabii. Mungu aliambia Moise njoo aambie nani? Aaron. Kuna ingine revelation sichunge Mungu akuloteshe. Mijo binaweza kwambia unakuwa fulani. Sijui mimi naeleweka vizuri. Mijo minaweza kwambia ndoa yako inafunguliwa tarehe ya leo. Oh, mbona Mungu akuniambia anakuyua? Kwa na confiance na kinge mimi nakwambia tulishaongea naye. Na nishaongea naye kimchana ya leo. Kuna mtu atatoka hapa maisha yake inabadilika. Hey! Na ule mtu ni wewe. Quelqu'un voisin mwambie mon grand frère est puissant. Quelle profondeur. Et itakubariki. Sa Aaron anaanza madiscussion. Ju Moise amuitikishe. Anapiga fimbo chini. Paf! Inageuka nyoka. Aaron anasema peti yangu, lo senyo uligusa. Akamwambia siko peti, niite Mungu. Sasa inageuka nyoka. Tena anakamatia kumkia na geuka fimbo. Aaron akasema mbona niko na confiance na wewe. Akamwambia mako ushakuwa Mungu. Ase niko Mungu utaona. Una mtu mwenye kuitika ni mwenye unaki siko na komala. Banaenda kwa Farao. Farao kuona tu Musa se wanted. Huyu mtu tunamtafutaka. We Musa kimya. Musa na nyamaza njo Aaron anaambia Farao. Usiongee tena naye haiko mwenzenu. Deja ule ni Mungu. Mie mwenzako mwanadamu. Ndio tunaweza ongea. Wakati yenye fuyo inataanza, Aaron akaona naye demonstration apige naye fimbo chini. Paf! Inageuka nyoka. Sasa inageuka nyoka njoo anaambia sasa Farao. Unaona vile mwenzetu ashafikia. Ni madimension za yulu sana.
anakuwa Mungu. Sasa Farao akacheka. Farao akamwambia mabalozi mimi naizoea. Na mimi niko na wangu. Ndio wanafanyaka hivi. Wakakusanya walozi wote wa pale Misri walikuwa na makarte d'identité ya uchawi. Wakamwambia condition ni moja, kila mtu akena fimbo na mnaweza igeuza nyoka. Unaona comprendre formule? Maana fimbo memwigeuze. Mais kumbe biko limité mu formule. Kumbe ile match iko na première mi-temps na deuxième mi-temps. Mu première mi-temps ni kugeuza fimbo nyoka. Mais deuxième mi-temps ni kumezana. Shetani yeye hana pumuzi ya deuxième mi-temps, iko na pumuzi tu ya première mi-temps. Ennemi mwe iko na kuatake, mwale ataweza, mais retour. Shetani maformule inaweza isha, mais Mungu wetu iko multi system. Nilisema hapa zamani, wakati Mungu anaumba Adamu alitoka wapi? Simujibie. Ukiuliza Adamu, watu wanatoka wapi? Atakwambia wapi? Atakwambia watu wanatoka kama udongo. Jua alitoka wapi? Parce que mtu anawazaka experience yake ndio verite. Bon, Eva akatoka wapi? Ukiuliza Eva, watu wanatoka wapi? Atakwambia mumbavu. Takuwa discussion na Adamu, wewe haiko mumbavu, ni mubudongo. Asa hapana, mimi na kama ni mumbavu. Wakikuuliza wewe, watu wanatoka wapi? Mutumbu. Unaona kama vitu vinabadilika. Kuko wa mubudongo, kuko wa mumbavu. Maana Mungu ni multi system. Kama wenzako alibarikiwa hivi, wewe utabarikiwa njia nyingine. Mtu asikuimpose ma systeme zake za maisha. Oh, jubarikiwe, ifo kwanza utoke kule yulu. Unauza parcele kule, uko na shuka. Mwambie ni experience yako. Mimi sitaanzia kule. Oju olewe bien, ifo mwanzi na bwana mukrize kumurago. Mwambie wenjo olewaka vile. Minda pataka mwenyalisha pata. Mungu akupe selo conviction yako. Mtu mmoja anipe amen vizuri. Unaweza naambia watu waina imani yako na yangu haiko moja. Sasa usinivalishe vyako. Vile mjamaa yenu wanarenderaka bila kuolewa na utarendera. Ile ni jamaa yenu. Vile wanakufaka mjamaa yako utakufa na ile miaka, utakufa nayo. Weye ni weye na hao ni hapo. Nani kona amen zaidi ya jirani yake? Mwalimu aongee. Na mwalimu angali mpya alizaliwa hapa jana. Kitaeleweka. Kale kanyoka kama Moize. Ile wakati wanaita balozi wakui ilikamata wakati. Muna comprendre? Kio tukanazunguruka mwele nyumba. Akakule ni Farao. Hakalume ni Musa. Hakalume ni Haruni. Kiko kanayua. Sasa kana kawia, inawezekana mwele kawia kalikuwa njala. Balozi wanakera mamboega. Farao anawaambia mnona hii nyoka ilikuwa fimbo. Mnaweza igeuza saa petit problem. Kupiga mafimbo chini zote zinageuka manyoka. Nafikiri Haruni akaambia Musa, Petit, sikukwambia kunyumba. Tena chose grave. Nyoka zao zinakuwa mingi na tena kulikuwa kukaramusu na manyoka balozi yazo aziwake na hekima. Sasa Musa yeye anajijua. Unamu huduma hata vite na inuka kama unajijua hauhangaikake. Musa yeye anajijua akaambia Haruni. Farao sasa benzenu vale ile bolozi yako ya fimbo moya muminite kidogo ile ya Musa ikafungula kinywa. Quelle prophétie. Ça inafungula kinywa. Bulo manyoka
Kabuliona mwamba. Kabuliona ka dépôt. Donc, si joue, iko sa manyoka kaona cité de refuge. Kaona mji wa makimbilio. Kakwanza kakaanza pa. Kama bulikuwa 2000. Bote puf. Kidogo ikafunga kinywa. Sasa saa inafunga kinywa. Bale balozi wanakuwa na tendance peut-être ya kutaka kuiua ile nyoka au baitapikishe hesabu. Musa akasema kamata huko mki. Paf! Ikageuka fimbo. Sasa inageuka fimbo. Gisi ya kuitapikisha binaishia pale. Siye mwalimu anaweza ongea. Eske munaelewa mrevelation kama Dani ni nyoka na seko mbele ya maadui yake anameza maadui yake wote. Mesa munatamu angamiza anarudia mu grand frère yake Yuda fimbo ili mukimuinda hamutamuona yeye. Na atasema sa Paul, ce n'est pas moi qui vis, mais plutôt c'est Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda qui vit à moi. Muti ya uzima ni Yesu ambaye amezaliwa ndani ya jamaa ya Yuda. Saa ya vita mimi nageuka nyoka. Mesa ya kukimbia utanibana tena. Dokia voze mwambie grand frère yuko na nguvu. Nataka ambia mtu mmoja vita yote utaprovoke, hautaipiganaka ile vita. Shetani haitiki akatale, neema ya Mungu itafanya adui yako asikuone wewe, lakini Yesu njoo aonekane. Lalamika sema mkubwa yangu iko na nguvu. Nani fimbo? Nani nyoka? Nani mwenye alimeza manyoka? Nani mwenye alimeza manyoka? Okay, nani mwenye anafuchika nyoka moya? Boshi tuko ndani ya nani? Ukisha kuwa ndani ya Yesu patakubana tena. Hata Farao aliishuaka. Farao ananga mama. Tena kikiranishangaza. Ndio maana ukipanda ukue gramu maisha ukule meusinenepe. Unajua realite nyoka ikimeza bia mingi inafaka nini? Inavimbaka na inashindwa toka fasi moja. Mesai ya Musa inameza manyoka. Sele geuka fimbo. Ilikuwa fimbo ya kuvimba? Kalikuwa kae. Una comprendre kama malgré kukula mingi manyoka, mesaba ligeuza fimbo ikarudia mutae ya fimbo. Hata siku utakuwa grand, hata siku Mungu atakuinua, usinenepe na kiburi, ukamate tae ya Yesu imilite. Manake wewe unaweza kuwa na makuta maisha meungana naongea na watu. Unaweza fanya ndoa meungana na salimiana. Mewe après mariage ni kabage tu. Usishangaze juu ya kakikomo, unatokaka. Usisumbuke juu ya pesa, unainuliwa unakanyaga wengine. Pesa inaishaka. Ambia voisin hata siku utashiba, rudilia tai ya Yesu. Kuko watu kule ukilte kule nyuma, hayezi kiatu sadaka. Donc pour lui c'est trop bas. Ça kutoa naambia watu tani bebea. Tani bebea. Meshe wengine hata turu 10 niipige kwa utukufu ya Mungu. Pengine saa ya louange na adoration atacheza. Ambia apige mkono. Siri tu kama iko na kafianse karibu yake. Sema amen. Ya hawezi sema. Sema amen. Amen. Sasa mimi nashangalaka juu uko na deni ya serikali.
Ndio alishangazaka juu. Utaenea mkasereke kinyakana dirisha. Sasa kiburi haina maana. Msereke mtakuwa lisansi yako. Mle msereke mtakuwa chochote chako. Msereke hamuna franga, msereke hamuna taye, hamuna bote. Kwanza ukikuwa na mnene ndio unasumbua watu wasema mama, mbona ikusani franga mingi taenda hapa? Hasena kilivimba. We mwenye franga wanasema kilivimba, mkitafutia ingine serikali kula ikuenea mmodifie. Kiburi yani. Sisa yuko naangalia kusaa we musirimu. Mwana yo heshimia saa. Mwaiko mhopitali hana saa. Mwaiko mule saa soins intensifs hana saa. Mwenye walisingizia violence mwaiko mule mu prison saa. Haona keinje hana saa. Mais tellement que pepo wezi na kuyala uko déranger na wenye Mungu anafurahia. Kiburi ya nini tunaweza kuona? Mungu anakuinua, haiko enjo wa kwanza. Kamata tai ya Yesu. Maandiko yanasema hakuona kama kuwa Mungu ni kitu cha ajabu, akaacha. Eske nyewe mwakilienu nishawaambia mara mingi na wafundishaka hapa kama mtafika mbinguni Mungu mtaona Mungu. Mungu ni Yesu. Amoyo wake vile. Mtafika mbinguni hamtaona Mungu. Mungu ni Yesu. Nani ko d'accord? Sasa nyewe baporo kuna mwana kwa d'accord na ayue. Donc yeye tu akiwa unatia mkono sana mimi nakuwa d'accord. Ushasoma Apocalypse chapitre 5 ukisoma nyumbani aseme nikaambiwa nikaona kitabu ya mihuri 7. Nani anaweza kuifungua? Sasa nikashangaa bakanambia simba atafungua kile kitabu. Lakini sasa niliona sikuona simba anaifungua, nikaona kukiti cha ufalme anayeketi ni mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa. Ndio mwenye anaketi kwa kile kiti. Hakuona Mungu. Na ile mwana kondoo iliyochinjwa ndio ile mwalichinjwa mbustani ya Eden ili mwanadamu apate kufunikwa aibu yake. Ndio mwenye alikufa Golgotha, alijifanya mwanadamu kwa ajili yangu mimi na wewe tuokolewe. Akuona kuwa Mungu ni kitu cha ajabu, akaachana nacho. Nani anaweza kuwa na humility sa Yesu? Nani? Nani anaweza kuwa sa Yesu? Wewe ukiuza gari tu ni kuturushia mai. Bugana nakia kutembelea kwako, huyu alikia fanya nini? Uko namwangalia saa miti. Mimi nawaza kubarikiwa haiko kurukaruka. Kubarikiwa ni kujua kujishusha. Kula ushibe lakini ubaki ule ule. Maisha yako ibadilike lakini ubaki ule ule. Unaambia konsigne yenye Yuda anaambia watu, hamwezi muyua Yesu, hamwezi muyua. Aseme mpaka ni mubusu. Aseme ukitafuta wakifukutu wakifua, mtaua umoja njoo Petro. Ju Petro ilikuwa senjo mwenye ministeri. Petro ndio mwenye. Aseme mpaka ni mubusu. Ufikie mnivo yenye Yuda anabusu Yesu. Me bana dute banakia tena muuliza, eske bi unafanyaka na aka kamwili? Kawambia ni mimi. Nawambia ni secret kubwa sana. Maisha ya kujishusha. Hii mfano sijashindwa kuisema, kila fasi naisema. Linda ubiri nje pale ya nchi kanisa kubwa sana. Unajua sisi na ile mafeste zetu za 40 bale 50. Unasikia sasa mnayala manake. Sasa nafika mkanisa, au mpige magoti mimi naona vest. Napigia muro. Vie mwana lala pale chini kuna jifiringa umichanga. Una grifi alivala $1,500. Mimi niko na mimi nishuke sasa juu kama uko hivi. Na mimi naanza jiviringa pale tu. Mungu aitike yangu. Yangu ni ya makiburi. Meya huyu kameme. Naenda kule ku toilet na utana vie moi iko kumlango ya toilet. Munene kuna tumbo sana nyuma ya lushe. Mimi namwambia uko nafanya nini uko ase mimi ndio protocol wa WC. Waliniambia WC yako ni surveiller. Papa
kazi yako nini? Sana ukimaliza choo mimi ndaponda buto maishuki. Njoo baraka yangu hii. Kaingia nikamwambia kiafa kazi yako. Akaponda buto. Ona papa. Sasa tunataka toka kwenda kwa hotel, gari yangu banaizibia. Asibasi vile gari yako walikuwa wanaizuia na mwenye hii haiko, muite ule papa protokoli wa toilette ya kubebe kwa hotel. Anatia mugari. Nafikiri ilikuwa jipi ya saa 20,000. Namuuliza mzee wangu, wa shoferi ase hapana ketu haka. Deja nikasema Mungu nisamee katika mawazo yangu. Akaniambia hatuwezi enda na uyafika kunyumba. Fika kunyumba gari haina hesabu. Salo ya kwanza ananiambia wewe kala pale, twende kuyapilia pila si hapana. Ya tatu nikaikala na nikasinzia pale pale. Kanambia wende uombe tate, mama yangu iko humu kitanda. Ndio tate wa familia. Nilingia mshambre iko saa Serena. Katate kashakosa akirida. Sikombaka niko tunaangalia shambre, Mungu wangu akunipa hii shambre. Akatateka hivi. Njoo mimi nauliza papa, uko protokoli wa toilette. Na uko na hivi unafanya nini? Ase niko directeur wa Bank Central. Meko kanisa niko protokoli wa toilette. Basi kwenye Mungu alinitoshaka ni mbali. Kuko mwingine makiburi uko nayo, hayatoka hapa. Unaona, mimi najua, wewe mimi nakona kila siku auendaki. Meshiku utatembea, njoo utajua kuishi na watu, utakuwa na savoir vivre. Nisha kwambia hapa, hapana jivunia burefu na uenda Rwanda. Uende kwanza Rwanda ndio tujue kama unatuoneaka au uko mrefu. Humilité. Mimi njoo akiana sana kushinda watu yote. Uko akiana sana. Shuka pale Ethiopia. Lala pale. Kama utakatala foto. Wende zunguruka end. Kama utarudia kulomba Mungu msamaha. Ile nyumba huko najivunia ni veranda ya mwingine. Kuko mwingine anafikia ile nyumba yako anaiona sasa, hii ni playa bien toilette. Wewe deja ile njoo mwisho. Kia nguvu tuko nacho ni Yesu Kristo ndani yetu. Ni uzima ndani yetu. Roho Mtakatifu kukaa ndani yetu. Franga ni mapapie tunapatia tu confiance. Mtu ana droit ya kukuneglige juu ya kuwa na kitu. Kesho ni fumbo ya Mungu. Na Mungu anaweza kuinua wakati yenye wewe hauwazie. Mtu mmoja anipe amen vizuri. Nichimbe kitu kimoja tuombe. Juu ya nini nyoka zina meza zingine nyoka? Juu ya nini? Sima mwalimu ataongea. Monde spirituel Pastor Dona, kuna kitu kinaitwa événement spirituel. Et ça c'est profond. Bato baijuaki. Itakufungua leo, itakusaidia. Kuya. Tukamate mfano hapa na mzee. C'est profond na utaikumbuka mpaka siku utakufa. Gisi upapa alikia mudunia na gisi mimi nilikia mudunia haiko sawa. Mimi nazaliwa, mama anakufa, baba anakufa, simuyui, mimi sikumuonaka. Huyu anazaliwa, baba yake, mama yake, baba anakia kufa naisha zeka. Huyu ikwambia kwa yatima ni wabongo juu alishawaona. Mimi sina ile nyemu lipataka kudekeshewa na mzazi. Mimi sikuipataka. Parce que ça unazaliwa na étoile, unazaliwa comme sacrificateur, comme roi, unazaliwa comme leader, légende. Monde de ténèbres inakuwaka informé. Na kuko ma evenema yenye napashwa fanyika muulimwengu wa kimwili zenye zina annonce kama huyu mwenye anakuya huyu haiko wa kawaida. Hawezi kumbuka menda kuinforme na utakumbuka.
Bengine wakati walizaliwaka hapa, magonjwa ilikuwa ya hatari, madivorce mafamie, bumaskini ya hatari. Kumbe ni etoile yenye ulikuyaka nayo. Niingie mu revelation. Sa Musa anazaliwa, kuko evenement yenye lifanyika. Nani anakumbuka? Unaona kile nibariki mu revelation? Parce que hata erreur inafanyika juu yako sa unazaliwa. Mbele we ukufe, unarekipera ile kitu na ikorije. Sa Musa anazaliwa, watoto wakakamatika, wakatupwa wapi? Bali kufa juu ya nani? Bali basikia wapi? Mumai. Sasa mkonesasi ya parole. Juu watoto bali kufia mumai juu ya Musa. Ministere yake inaomba naye apite na watu mubahari ya Shamu, waokolewe tena mumai kwenye batu bali kufaka juu yake. Sema evenement spirituel. Sa Yesu anazaliwa, wanachinja watoto, wakawatupa wapi? Watoto wakati ya Yesu hawakutupwa mumai, walizikwa mumakaburi. Ndio mtangalia mu revelation ya parole de Dieu. Sa Yesu atakufa, ni makaburi njo itapasua kinywa, ili mili ya watakatifu wote. Niinue mkono hivi. Kila erere nyo lifanyaka, au nye lifanyika juu yako, utaikorisha kambelo ingie mukaburi. Nipe amen zaidi ya voisin. Sema evenement spirituel. Mwalimu ayafika. Del litere kikutanana, kuna kuwaka evenement, kuna kuwa makomba. Mutute tu, pourquoi nyoka imeze nyoka ingine? Ni revelation, ni evenement spirituel. Mwalimu ongea au ache. Nyoka inameza ingine. Oro nyoka zikulanaki, me inameza ingine. Nyoka kumeza ingine ni revelation ya sorti ya Israel Kana kutoka Egypte. Pourquoi? Parce que mu entrée ya Israeli Egypte, mundoto ya Farao alotaka tena mangombe inameza zingine mangombe. Sasa musorti ifo nyoka nayo imeze ingine manyoka. Hii probleme uko napitia iko probleme, ni evenement spirituel. Nani kona amen zaidi ya fuase yake? Munakumbuka ndoto ya Farao? Nyoka ikameza, ngombe ikameza, na akasema apre ngombe kumeza ngombe ingine haikunenepa, ikawakia vile vile. Na apre hii nyoka kumeza nyoka ingine ilinenepa. Niambile 3 personnes, hauko adui yangu, ni maevenement spirituel. Oh, mamangu alinikatala, hakukukatala. Petetre buchawi yake lishindwa kukuua, akageuka enemi kwako. Oh, mie banipati yake, wewe hauko wakupewa, wewe utapatianaka weye. Oh, mimi niko na ba enemi, hauna ba enemi. Tu as une grande étoile sur toi. Kila kenye uko napitia ni ma evenement spirituel. Mina kataliwa kabila sababu Mungu alitaka leo ukwe mjehova nisi. Je ne kuinformer que vie yako ni mystère. Malgré ma problème kukufa ou kufaki, uko toujours pale. Parce que maisha yako ni mystère caché, ni ma événement spirituel. Je Mungu akudélivrer leo, ataseme confusion mkaya ba ennemi. Batamezana bo peke kubo peke. Naweka mikono juu. Mwenye anapanga uchawi juu yako, wamezane wenyewe kwa wenyewe. Nipe amen zaidi ya voisin yako. Oh, mama angu anipendake. Mama ako akupendake alishaloga akashindwa. Kuko kotakuwa atakuletea fujo juu utoke, Mungu akuconnecte na mutu wa baraka yako, na uta comprendre que ça ce n'était pas un combat, ça c'était seulement un événement spirituel. Nani atanipa amen zaidi ya voisin? Monde de ténèbres na yua. Kila succès yako, il faut damu imwangiki. Wewe uko Mkristo hautamwanga damu.
damu ya Goligota ilimwangika juu yako, na kama kuna damu itamwangika haiko yako, utaona Novembre, utaona Desembre, utaona Janvier, utaona miaka na miaka. Oh, mimi nachukiliwaka, mimi sichukiliwe, c'est juste un événement. Na niko na makofi zaidi ya jirani yake. Gonga watu 7 high five. Waambia hatukuzaliwa sawa. Hatukuzaliwa sawa. We acha kifua. Hatukuzaliwa sawa. Hatukuzaliwa sawa. Bengine ni ba héritier hapa. Mimi siko héritier. Bali achia nini? Mimi nyo ndabarizisha. Ndoko kwa mafamilia yenyewe wewe peke hauna heritage. Baba yako hana nyumba, hana gari. Wewe utabauzia sasa nyumba na gari. Donc utageuza baba yako héritier. Baba yako ndio anakuwa héritier. C'est un événement spirituel. Raison pour laquelle nous sommes obligés de comprendre les mystères cachés de la révélation de la parole de Dieu. Lorsque nous sommes combattus, c'est-à-dire nous avons une étoile. Problème haïko problème. Il faut savoir pourquoi ces problèmes m'arrivent chaque fois. Et toujours combattu, mais jamais pourquoi. Nifike hapa nichukuliwe. Nifike hapa. Irudie nyuma utafute kujua le pourquoi de chaque chose. Niko naona mbele tuingie mu 2025. Utatoka kwa balikutiaka na Mungu atakupeleka mu profondeur ya maisha yako. Oh my God. Oh my God. Mtu mmoja anambie événement spirituel. Mimi nashindwa kubikomprendre, utabikomprendre? Utabikomprendre aye. Utabikomprendre aye. Mama yake na Musa anachoka. 3 mois anatupa Musa. Haiko roho mbaya. Mungu aliyua hauna makuta ya kukusomesha ukiana. Haipashe komalia mu quartier. Uivua komalia mu palais royal. Tupa aye juni mu connecter na mtu wa baraka. Mais kinanibariki ni hiki, assez après kutupa Moïse, ça c'est profond. Ile safina ikaanza shuka matete. Muna matete? Munaita en français roseau. Ikabana safina. Mniambie kilo ya mtoto. Matete. Ikabana. Manake mu révélation en parole, mais ça c'est profond. Isafina tu ikitoka mwa hii matete, inaenda wapi? Inaporomoka. Mtoto anakufa. Ifo ibakie pale. Dadake na Farao atalokota mtoto, mtoto maisha yake hata sawaka matete. Ati kama nilikamatikaka ni juu ya matete. Yesu anaambia Wafarisayo, mlienda jangwani kuona nini? Si mlienda ona Jean-Baptiste matete. Mina comprendre kumbe les prophètes, les hommes de Dieu, ni matete yenye inakamata humanité isishuke. Ili baraka yako ifike, ifo nikukamate hapa usishuke wewe. Ili Mungu akulokalize hapa. Haupigwake vita, ni maevenema. Na hii kilti ya leo ni événement spirituel. Peut-être 11h ongelikuwa na accident. Mungu akatuchelewesha hapa. Jua epushe ile accident yako. Hii mwaka mina tabiri hautakufa tena wewe, utaishi. Nasema utaishi. Me ukipitia vita usiogope. Jifiche ndani ya grand frère. Mzaliwa wetu wa kwanza ni Yesu Kristo. Na tuko ndani yake. Utaogopa tena nini? Na uko na grand frère mweko puissant. Walozi wakainuka na waambia, no, petit problème. Tutapigana mendarudia. Na utaniona. Que Dieu vous bénisse. Tusimame kwa